Tulikuwa tunaeleza kuhusiana na mabadiliko ambayo yalifanyika lakini ndio tukafikia sasa kwenye wale wachezaji ambao walikuwa bench. Nilikuuliza swali, kwa wale ambao walibaki bench, kwa sababu wako wachezaji ambao waliachwa bench wakiwa wengi, ukiwatazama unaona kama ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kupata nafasi ya kwanza moja kwa moja kwenye kikosi. Kocha alikuwa anatuma ujumbe gani? Kocha alikuwa anatuma ujumbe kwamba hahitaji kipaji pekee kutoka kwa mchezaji, anahitaji pia na jitihada yake uwanjani kwenye kutimiza majukumu ambayo amemtuma uwanjani. Kwenye hizi wiki zilizopita tulikuwa tunamzungumza Mpanzu kama ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa ndio, lakini maamuzi yake mara nyingi amekuwa anachelewesha zaidi, haendi na move ya wenzake wanavyoenda, lakini alikuwa kama hajishughulishi sana pale ambapo timu imepoteza mpira. Ni Morris Abraham pekee ndio inaweza kawa kwamba amekaa bench afu najiuliza kwa nini amekaa bench, kwa sababu jitihada huwa anaonyesha na anafanya maamuzi mengi sahihi. Kwa hiyo kuna wakati mwalimu anatuma ujumbe kwamba hakuna mchezaji mkubwa kuliko yeye kama manager, lakini pia hakuna mchezaji mkubwa kuliko klabu. Kama mchezaji hajitoi kwa 100% uwanjani, basi hastahili kupewa nafasi ya kwanza. Na hii ishatengeneza mazingira kwa wachezaji kwa Mpanzu pamoja na Awa kwamba ni wachezaji ambao ni kama wanaona wana ukubwa fulani, yani special fulani ndani ya klabu ya Simba. Kumweka bench kama vile kunamfanya yeye aanze kujiona kwamba okay, I'm not special, mimi ni mchezaji kama wachezaji wengine, lazima nitafute nafasi kama wanavyotafuta wachezaji wengine. Na hii pia inaenda kutengeneza boost kwa wachezaji wote kwamba hakuna mchezaji special, wote tutoe jasho letu lote na tujitoe kwa vyovyote vile, kwa 100% uwanjani tutapata nafasi ya kucheza. Alex, ujumbe umefika. Kama ni kweli mwalimu alifanya vile kama sehemu ya kutuma ujumbe umefika kwa kulinganisha na kile ambacho ulikiona hawa wachezaji wawili Jean Chalea huwa pamoja na Elie Mpanzu baada ya kuingia, reaction yao ilivyokuwa uwanjani? Mimi naamini kwamba hata Pantev anatamani kuwatumia Jean Chalea huwa na Elie Mpanzu kwenye kikosi cha kwanza, ila hawapo kwenye viwango vizuri kwa sasa hivi, tangu msimu umeanza hawajaanza msimu vizuri, lakini naamini hata anatamani kuwatumia. Unajua Jean Chalea huwa anaweza asikupe vitu vingi sana kwenye kukaba, lakini ana jicho la kulitazama lango. Mpaka sasa kwenye viungo wa Simba yeye ndo amekuwa na mchango bora pamoja na Morris Abraham. Morris ameassist mara 2, sio? Lakini Jean Chalea huwa kwenye ligi amefunga mara 1, ameassist mara 1 kwenye michezo 3, na mchezo uliopita ndo mchezo ambao hakuanza. Na kwenye mechi 2 ambazo amecheza amekuwa na takwimu bora. Mchezo uliopita na ule na Mungu hakuanza pia. Ile mechi ila aliingia ile mechi ambayo Matola alisimamia alimwanza bench. Lakini ana takwimu bora kuliko kiungo mwingine yoyote, akifuatiwa na Morris Abraham ambaye ameassist mara 2. Umeona Elie Mpanzu ndo ambaye msimu huu ulivyoanza naye ameanza slow sana. Hakuanza kwenye ile kasi ambayo alikuwa nayo msimu uliopita. Lakini ukitazama Simba jinsi ilivyo, aina mawinga waliopo, bado technical, yani kiufundi unaona Elie Mpanzu bado ni more advanced zaidi kuliko wale waliopo. Lakini sasa hajaanza msimu vizuri. Kwa hiyo mwalimu analazimika kumweka bench ili kuangalia namna ambavyo anaweza kutumia mchezaji mwingine aweze kumpa kitu ambacho ni bora zaidi kuliko wale ambao hajaanza vizuri. Kuwaweka bench yao wawili. Ule ujumbe umewafikia wachezaji vizuri kwa namna ambavyo umewaona wewe walivyocheza baada ya kuingia? Mimi bado nimeona mapungufu ya timu sasa. Unajua hata wakati tunazungumza analysis hapa ya Simba, sikuzungumza madhaifu ya Simba ambao walionekana kwenye eneo la mbele. Nizungumza tu kwenye eneo la kiungo kwamba kuna wachezaji ambao walikosa mchezaji ambaye ana uwezo wa kuifungua timu kule mbele. Onuichi nikashift kuja kumzungumza Morris Abraham. Lakini moja ya mapungufu ambao walionekana kwenye mizi mechi 2 ni pamoja na kukosa hawa wachezaji ambao wanaweza kuidrive timu kwa haraka kwenda mbele, ambapo ukiwa na mtu kama Elie Mpanzu ana uwezo wa kufanya hivyo, lakini hakuwepo kwenye kikosi cha kwanza kwenye mchezo uliopita. Kuna mipira ya pili, second balls, ambazo Simba alikuwa anakutana nazo nje ya karibu na mingine ndani ya 18, mingine nje ya 18 na JKT. Jean Chalea msimu uliopita ndo mipira ambayo alitumia sana kufunga mabao mengi. Kwa hiyo pengine angeanza kwenye ule mchezo, na maana pengine kulikuwa possibility ya kufunga pia ilikuwa ipo. Alikuwa na uwezo wa kufunga pia vile vile. Kwa hiyo kukosekana kwao kuna magepi yalionekana. Lakini ukitazama pia hata the way ambavyo timu ilicheza kwenye kipindi cha kwanza na ilivyokuwa inacheza kipindi cha pili, bado ulikuwa unaona kabisa kwamba kuna wachezaji bado walikuwa wanahitajika, akiwemo Elie Mpanzu na Jean Chalea huwa walikuwa wanahitajika bado kwenye kikosi. Lakini mwalimu aliamua kuwapumzisha pengine kwa sababu aliona
hawapo kwenye viwango bora kuanzia kwenye mechi za kimataifa mpaka kwenye mechi 2 za ligi ambazo walikuwa tayari wameshacheza, ndio maana ameweka bench. Lakini sasa hii ni wake up call kwa wachezaji wengine ambao wanapewa nafasi. Kwamba unapewa nafasi kucheza kwa nafasi ya Jean Charles Ahoua na bado hauwezi unashindwa kudeliver kile ambacho yeye huwa anakifanya mara nyingi. Unapewa nafasi ya kucheza ambapo anacheza Elie Mpanzu na unashindwa kuprove kwamba wewe ni bora zaidi kuliko Elie Mpanzu. Bado kuna mapungufu yanaonekana. Maana yake wale sasa ndio watakiwa kujitafakari zaidi kuliko hao wengine, kwa sababu mwisho wa siku mwalimu atarudi kwao. Kwa mfano angalia Joshua Mutale alivyocheza. Ukimwangalia anavyocheza unasema bora nikiwa tu na nani? Na Elie Mpanzu kwenye timu.